Baba yangu, Baba yangu, Baba yangu, ninakutukuza Jehova. Ni wewe peke yako umekuwa Mungu mwema asubuhi ya leo. Watoto wako mioyo yetu inakutukuza, inakuinua. Asante kwa sababu ya ukuu wako na uweza wako toka juu. Ni wewe Bwana umestahili kutukuzwa na kuinuliwa Jehova. Ni wewe mfalme umestahili kupewa utukufu na heshima Jehova Shama. Ni wewe peke yako Bwana. Asubuhi ya leo watoto wako tunainua mikono yako kukutukuza. Ramanda kuriba shanda, ramanda ramakuriba sika, yamakuria masanda reka baba shukuru kusha. Baba, umetupendelea wanao na watoto wako, maana tumeona nguvu zako na tumeona utukufu wako. Ni wewe Bwana, watoto wako tumeshuka mbele zako kunyenyekea kwako. Ni wewe Baba, watoto wako tumeona nguvu zako zikidhihirika. Ni wewe Baba, umetutunza usiku wa leo na kutuamsha tukiwa wenye nguvu na yenye afya njema. Ni wewe Baba, umetufadhili. Ni wewe Baba, umetunyanyua kwa vitanda vyetu. Ni wewe Baba, umetushika kwa mkono wako. Ni nani aliye kama wewe Bwana, Mungu mwenye nguvu? Ni nani aliye kama wewe Jehova, Mungu mwenye utukufu? Peke yako, peke yako, peke yako. Rama rika yanda remando roko shanda ekenda riamanda raka yato zoko ya masika yando rekere sanda ramakuria. Mioyo yetu inakutukuza Bwana. Mioyo yetu inakuimbia sifa Yesu. Vinywa vyetu vinakutukuza Bwana. Vinywa vyetu vinakuimbia utukufu. Vinywa rika rere sere reke yanda roko yaba sanda endere kariba sandara rosha kaya taramando eke yama sandara reka yando yababa sindarika rokori masanda imanda rekeya sakaya. In the mighty name of Jesus. Baba, tunakutukuza. Baba, tunakuinua. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe umetuvusha katikati ya hatari. Ni wewe umetuinua katikati ya vita. Oh my Jesus, my glory. Ni majira ya usiku e Bwana, ambako maadui wamepambana na sisi, lakini Baba umetushindia. Rimanda ramando shamando rika baba sanda rika babu raba baba sanda rama kariba saka raka ramanda raka yanda resata rabako riba saka yakamanda rika tosata raka baka shata rabako resata ramanda rabakoria rasata raka shatata. Baba, mioyo yetu inakutukuza, mioyo yetu inakuinua. Oh, tunasema asante, tunasema asante, tunasema asante. Na wewe tamka, na wewe andika kwa mkono wako, mwambie Baba asante. Unapoandika na unaponena kwa kinywa chako, unapomwambia Baba asante na ukaandika, oh Bwana natukuzwa, oh Bwana natukuzwa, oh Bwana natukuzwa. Andika, mwambie Bwana asante, ambia Yesu asante. Asante kwa asubuhi ya leo, asante kwa fadhili zako, asante kwa mkono wako, asante kwa kunibeba, asante kwa kunitunza. Risanda ramakoribasika. Oh, ninasikia sauti ya Mungu, ninasikia sauti ya Bwana. Kuna mahali umepita, kuna ndoto imekusumbua usiku huu, kuna ndoto mbaya umekutana nayo. Niandikie ndoto yako kwa njia ya WhatsApp ya 0679645759. Kuna vita imetokea majira ya usiku, na inawezekana kabisa kuna mahali unasikia unaumwa na kuna kitu unasikia kwamba kinakusumbua. Hebu niandikie, tunaenda kuomba sahihi na kuna vitu vinakwenda kuachilia. Usipuuze kile unachokiona majira ya usiku, kwa sababu vita nyingi iko majira ya usiku. Reosa na raka ya toto rapa koribasika. Kuna watu walishambuliwa usiku, wakaharibiwa maisha yao, ndoto zao zikaharibiwa.
yakaharibiwa, mambo yao yakaharibiwa. Naomba saa hii nishirikishe hicho ambacho nakiona, ambako napitia. Ni mahali gani pagumu ambako nasikia kwamba uwezi na unataka kumuona Mungu? Rabashandarakarebe ya bakari ya masika. Ninasikia Bwana akiwa ananiambia, wako wengi wanasumbuka, wako wengi wanalia na hawana msaada. Wewe chukua hatua moja. Copy link hii, peleka kwa rafiki na ndugu na jamaa, inawezekana ukamsaidia naye akapona asubuhi hii. Usipuuze, fanya hivyo. Peleka link, mpeleke kwa magrupu, share kwa status, peleka kwa Facebook. Kuna watu naenda kuwasaidia, nao watasema maombi haya ilitubeba. Oya sikamanda rababa koriba sata randa reke shata rosha kababa baba. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ninaisikia sauti ya Mungu akiniambia asubuhi ya leo, umepigana vita ngumu sana, umepigana vita muda mrefu. Kuna waliokwenda kwa waganga, walioenda kwa wachawi ili kumaliza hatima yako, ili kumaliza ndoto yako, ili kumaliza maisha yako, na walienda wakwenda mikono mitupu, walienda na dhabihu, walienda na sadaka, wakaloga. Rabasha karamakosha, ninawasambaratisha kwa jina la Yesu. Rabose kerere sanda rakabaka shatatata makarebo shika. Na wasubu ya leo unaposimama hii ni vita, kamata zabiu yako, kamata sadaka yako. Rama sakatata. Watu wanaomba maombi kama haya, maombi makubwa ya namna hii. Hata bila sadaka hauwezi kushinda vita hii pasipokuwa na sadaka. Kamata hiyo sadaka yako. Mungu naona sikia, Mungu ananiambia kuna vitu anataka vifanye kupitia namba hiyo ya sadaka ya 0756 934 903. Huko mkono wa Mungu unaenda kufanya kazi kumaliza vita yako asubuhi ya leo. Tuimalize hii vita. Yakababa satarama koshiri karibasika ikere masakarabukusha. Asubuhi ya leo nasikia sauti ya Mungu kubwa sana, my Jesus, my Jesus, kwamba utatoka kwa furaha katika hiyo vita. Utatoka kwa furaha, utatoka kwa furaha, utatoka kwa shangwe, utatoka kwa shangwe, utatoka kwa furaha, utatoka kwa furaha. Zaburi ya 105 mstari wa 36 mpaka mstari wa 45. Biblia nasema, Zaburi 105 mstari wa 36, Biblia nasema, akawapiga wazaliwa wa kwanza katika nchi, malimbuko ya nguvu zao. Akawatoa aliwa na fedha na dhahabu katika kabila zao, asiwepo mwenye kukwaa. Biblia nasema, Misri ilifurahi walipoondoka, maana kwa ajili yao hofu imewaangukia. Alitandaza wingu liwe funiko, na moto utoe nuru usiku. Walipotaka akaleta kwale, akawashibisha chakula cha mbinguni. Akaufunua mwamba, kukabubujika maji, yakapita pakavuni kama mto. Maana alilikumbuka neno lake takatifu, na Ibrahim mtumishi wake. Akawatoa watu wake kwa shangwe, na wateule wake kwa nyimbo za furaha. Akawapa nchi ya mataifa, wakairithi kazi ya watu, ili wazishike amri zake na kuzitii sheria zake. Haleluya, haleluya, haleluya. Wana wa Israeli walikaa kifungoni miaka mingi sana, na wakati wanaendelea kuteseka, Bwana akasikia kilio chao, naye akawatoa katika mkono wa Farao. Farao aliyewatumikisha miaka mingi, Farao aliyewatesa miaka mingi, Farao aliyepigana akapiga ndoto zao, Farao aliyepiga hatima yao,
Farao aliyeharibu ndoto zao, lakini Bwana aliwatoa kwa shangwe. Ninasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo. Ninajua maadui wamekupiga kwa miaka mingi, maadui wamekushambulia, maadui wameshambulia ndoto yako, maadui wameshambulia maisha yako, wakakuweka kwa kifungo cha muda mrefu, kifungo kisichoisha, kifungo kilichoharibu ndoto yako na maisha yako, kifungo kilichoharibu neema yako, kifungo kilichofunga mambo yako mazuri. Lakini asubuhi leo nasikia Bwana ananiambia katika jina la Yesu Kristo, hicho kifungo alichoweka, hicho kifungo alichofunga, hicho kifungo alichoshambulia, hicho kifungo tunaenda kukimaliza. Makori ya basika, utatoka kwa furaha kwenye hayo mateso, utatoka kwa furaha kwenye hiyo shida, utatoka kwa furaha kwenye hiyo changamoto katika jina Yesu Kristo. Ninaona Bwana ananiambia wakati anatoa wana wa Israeli walibeba sadaka mzaliwa wa kwanza, na walipopiga mzaliwa wa kwanza, Biblia inasema damu ilipomwagika ndipo jamaa walipotoka. Na wewe unahitaji kuchukua sadaka maalum ya sehemu ya 10, ya sehemu ya 10. Biblia inasema ya kwamba lile pigo la 10 ndilo lililotoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Na wewe unatafuta sadaka namba 10, iwe ni 10,000 asubuhi, unasema ninaitoa kwenye madhabahu, nami lazima nitoke kwa furaha. Na wale ambao ndani yao wanatamani kutoka, saa hii ninaomba maombi ya kutoka, na utatoka kwenye mikono ya adui waliokufunga kwa muda mrefu, na utatoka kwa furaha, utatoka kwa furaha, utatoka kwenye madeni kwa furaha, utatoka kwenye matatizo kwa furaha, utatoka kwenye hiyo shida, kwenye ugonjwa kwa furaha, utatoka kwenye mateso ya muda mrefu kwa furaha. Nataka mtu mmoja mwenye imani akamate hiyo sadaka na inue mkono wake aseme maneno haya. Sema, Bwana Yesu, leo ninasimama mbele zako kama vile ulivyofanya ukawatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa kwa sadaka ya mzaliwa wa kwanza. Leo na mimi nasimama katika jina Yesu. Kila utumwa walioweka maisha yangu, kila wachawi walionifanya niwe mtumwa wao, niwatumikie. Waganga niwatumikie. Wachawi wameloga ndoto zangu, wameloga nyumba yangu, wameloga watoto wangu, wameua ndoto zangu. Leo kwa jina la Yesu natangaza, kwa jina la Yesu, wewe Farao uliokamata maisha yangu, wewe Farao uliologa hatima yangu, wewe Farao, kwa jina la Yesu ninakupega kwa damu ya Yesu, 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 ninakushambulia kwa damu ya Yesu. Pasuka, achia ndoto zangu, achia maisha yangu, achia ndoto zangu, achia ofisi yangu, achia kibali changu, achia kibali cha ndoa, achia neema yangu, achia mafanikio yangu, achia watoto wangu, achia biashara yangu, achia ofisi yangu. Paka shatata kwa jina la Yesu ninapasua, pasua uchawi, pasua ya nguvu kwa che, pasua ya nguvu kwa che. Rika baba sanda raba kasha, raba kareba kasha, rekata raba kasha. Pasuka, achia, 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 achia. Ninatoka kwenye chuma. Tangaza natoka, natoka kwenye nyumba ya utumwa, natoka nyumba ya utumwa, nyumba ya matatizo, nyumba ya madeni, nyumba ya kufilisika. Ninatoka kwenye nyumba ya mateso, kwenye nyumba ya matatizo. Ninachomoka. Shabaka yakatasata rakabakasha randa satara rekabakashata rabakoribasaka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninatoka katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nataka mtu mmoja akamate hiyo sadaka, kamata hiyo sadaka, inua sadaka yako, sema, Bwana Yesu, hii ni sadaka iliyotoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa,
Nami Baba, sadaka hii nitoke kwa furaha, nitoke kwa furaha, nitoke kwa furaha katika jina Yesu. Asante Roho Mtakatifu, maana natoka kwa furaha katika jina la Yesu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina. Kamata hiyo sadaka na itume kwenye namba ya Vodacom ya 0756 938 903. Unatoka kwa furaha. Panda hiyo sadaka na utaona Mungu akifanya jambo kubwa asubuhi ya leo, na neema ya Yesu iwe juu yako. Nichukue nafasi kualika sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, ambako mamia kwa maelfu ya watu yanakusanyika hapa Gairo, Morogoro, nchini Tanzania, East Africa. Kutana na Yesu Kristo mtenda miujiza. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema yenye baraka kubwa sana. Shalom, shalom, shalom.